YouTube kule utapata picha pana zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa neema Mungu natarajia kutoa kitabu cha kuombea maono. Mungu akitupa neema katikati ya semina hii, kitabu kitakuwa tayari. Andaa tu sadaka yako ya shilingi 7,000 kupata kile kitabu. Kuna siri Mungu ameziachilia ni za thamani sana. Na kwa kweli ukikaa na kufuatilia vizuri, aise, muda mfupi utakuwa ni mtu mwingine. Haleluya. Kwa sababu tuna mwongozo mzuri wa kwamba, lakini nimeandaa kwa wale ambao hawatapata neema ya kupata hiyo kitabu, nimeandaa pia mfumo wa kuombea maono. Nitaiandaa Mungu akileta neema, labda kuanzia kesho nadhani nimeandaa mfumo fulani kwa ajili ya kuombea maono. Sasa kama hutapata kitabu, lakini ule mfumo utaupata, nitauandaa, utauchapisha vizuri. Lengo ni watu waombe. Bwana Yesu asifiwe. Lengo ni kanisa liombe. Kwa hiyo twende tusome sasa ile Mwanzo 25 mstari wa 20. Biblia inasema Isaka akawa mwenye miaka 40. Alimtoa Rebeka binti Betueli Mshami wa Padani Aramu, ndugu wa Labani Mshami, kuwa mke wake. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamwitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi, kuishi kwanifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mdogo atamtumikia, na mkubwa atamtumikia mdogo. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sasa lengo la semina hii ni Mungu anatafuta fungulio mlango kutembelea familia yako, kutembelea familia yangu. Na katikati ya semina hii kuna vitu utavipata, utasema Mungu, kwa nini ulichelewa? Afuna nasema sijachelewa, nimekuja kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nilimwambia Mungu neno gumu kidogo. Kaambia Mungu, kwa nini ulichelewa kuniokoa? Kacha nikapita nikachafuka vibaya. Kwa nini? Akaniambia huna nidhamu. Kwa namna gani? Akaniambia nimekujua toka tumboni kwa mama yako. Nilishakutenda toka tumboni kama ni mtumishi wako. Akabidi tu niwe mpole. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa hiyo swala la maono, wakati Mungu aliweka kwenye tumbo la mama yangu, hakuweka mtoto, aliweka mtumishi wa kimataifa. Hakuweka tu mtoto. Kwamba siku mama amepata mimba, akasema na mtoto nimepata mimba. Siku nazaliwa, nasema amezaliwa mtoto, akampa na jina. Lakini Mungu aliona kitu zaidi ya mtoto. Mungu alinitenga kuwa mwalimu wa kimataifa. Na hatua hii tunaifanya sasa hivi, kuna mataifa mbalimbali wanaona hii semina live. Haleluya. Sasa Mungu aliona hii kabla sijazaliwa. Aliona huu utumishi kabla sijakuwa mtumishi. Wakati napita kwenye dhambi, wakati napikizwa na shetani, Mungu alisema unampikiza, lakini kuna kesho na isubirie, ikifika atarudi kwenye nafasi yake, atarudi kwenye njia. Majira yalipofika, sikuwa na maamuzi. Kwa nini? Yale maono ya Mungu ndani yalinifuata, yakanikuta nilipo, akanitoa. Sasa hapa tunaangalia Isaka. Hii ni familia, watu wawili, Isaka na Rebeka.
kaenda kachungia kabinti kake, wamependana, wameoana, wanajua sisi ni familia. Lakini Mungu akiangalia kwenye familia, haoni familia kawaida. Wao wanaona mke wangu ni tasa hazai, lakini Mungu anaona kuna miungu imesimama kuzuia mataifa yasije duniani. Wao wanaona mke hazai, Mungu anaona kuna mataifa mawili, anamwona kuleta mataifa mawili yapite kwenye tumbo, lakini kwa jinsi ya nje ni tasa. Sasa ule utasa sio utasa kama utasa. Shetani alikuwa anazuia mataifa mawili yasije duniani. Baada ya Isaka kwenda kumwomba Bwana, baada ya kuomba, mama kapata mimba. Sasa mama anashangaa, kikawaida mimi pia nimezaa. Furaha ya mama, mtoto aruke sarakasi ndani. Akiacha kuruka sarakasi ndani, aisee, stendi ya kwanza wapi? Hapo anasema mtoto hachezi. Mtoto akiacha kucheza, mama anachanganyikiwa. Sasa huyu mama, ule uchezaji haukuwa wa kawaida. Akaona kuna kareti zinapigwa tumboni, kuna mieleke. Anasema jamani, uchezaji huu sio uchezaji. Ijapokuwa ni mimba ya kwanza, lakini niliposikia shuhuda kwa mama waliozaa, hii si kawaida. Alaona watoto wanapona mpaka wanataka watoe roho, wanataka kumua. Akasema Mungu, kwa namna hii aisee, bora tunife. Anasema kuishi kwa nifani. Amekata tamaa kuishi. Fikiri, ametembea miaka mingi, mtoto hana, mpaka baba kafuka lipa gharama ya maombi. Mimba imekuja, lakini mimba inataka iondoke na mke wake. Ikabidi sasa safari ya pili hakwenda kuomba baba, ikabidi mama aende. Akasema Mungu, kunani hii imekakaje? Akasema akaenda kumuuliza Bwana. Yule hakwenda kuomba, alienda kumuuliza kama Mungu, hivi hii ninachokisikia kimekakaje? Ni kitu cha namna gani? Ni vita gani nayoona sahihi? Hichi kitu kimekakaje? Mungu akamwambia Rebeka, usiogope. Huko tumboni kuna watoto, una mataifa mawili. Na hiyo vita unayoona huko tumboni itakuja mpaka mwilini, na mkubwa atamtumikia mdogo. Ndiyo kiini cha somo letu. Kile Mungu amesema kwa wale watoto wawili, Mungu anafunua maono yake aliyokusudia kwenye ile familia, kwamba hakuweka tu ndoa, ameweka kiwanda cha kuzalisha mataifa mawili. Ndiyo maono ya Mungu kwenye ile familia. Haleluya, 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 haleluya. Na ushuhuda kidogo. Nimeona rafiki zangu wa zamani miaka mingi sana. Mungu akanikumbusha semina yangu ya kwanza nilifanyia hapo Chazi. Semina ya kwanza. Miaka yale ka kijana kabichi kabisa, akajaliwa kuna koo. Mwana wa kwanza sasa ana miaka mingapi? 16.
Kwa huduma yangu sasa ishavuka labda 20. Maana nilianza kufanya semina. Kwanza tole dada hawajakuta. Dada uko wapi? Hebu punga mkono hiyo. Kwanza hawajakutana. Hawajajua kama watawana. Nilianzaga hapo huduma. Na Mungu aleta uamsho mkubwa miaka hiyo. Tukapo na semina nyingine kanisa la Anglikana. Ilikuwa ni huku nani? Okay, ni hapo Kigugu. Kanisa la Anglikana liko juu kabisa. Kipindi hicho hawajajenga lile. Kulikuwa kuna yani kama kuti. Afu babake na yule mke wa ukoo na mamake ndio walikuwa bado wana nguvu za kutosha. Kwa kile familia yake na Sembuche, familia yake na Sembuche, yani miaka hiyo ni miaka ya kutosha zaidi ya 15 labda 17 18. Tulifanyaga semina, ndio kwa dada mmoja wa Kichaga Monica, kipindi cha kina Monica ndio dada wale wakati na Yesu. Kidogo nimekula chumvi kwenye utumishi wa Biblia. Ukiona naenda kimataifa, asikuanzia hapa. Tulianzia hapa, kumbuka. Ndio semina yangu ya kwanza, ndio Mungu anaanza kunifundisha kwenye somo. Ana kichwa alafu utatembea siku ya 2 na ya 3 kwa kichwa kile. Nilijifunzia hapo semina, hapo chazi hapo. Haleluya kanisa. Sasa yale maono Mungu amerutubisha wakati naanza ile semina ya kwanza pale. Mungu aliona nitafika hapa wakati mimi sikuona. Sawa. Mungu aliona nitafika hapa. Na baada ya kuanza huduma akaniambia sasa anza kuombea maono yangu ndani yako. Akaniambia wewe ni mtumishi wa kimataifa. Ndio maono yangu kwako. Haleluya. Sasa na wewe hivyo jinsi ulivyo ndani ya familia ulipo, Mungu ana maono makubwa kwenye hiyo familia ingawa hayaonekani. Kipindi Isaka anapita na mke anasema mke wake alikuwa tasa. Watu walimsema mtaani kama tasa. Akienda mtoni bana hakuitwa tena Rebeka. Yule tasa akaja kuchota. Akienda kusaga mashine kama sasa, alipewa jina jingine. Wakati watu wanamwona ni tasa, lakini mbinguni Mungu maono yanasema ni mama atazalisha mataifa mawili. Kwa hiyo maono ya Mungu yako tofauti sana na uhalisia wa maisha yako unayoishi leo. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Mungu aliponisemesha habari ya maono, amenifundisha kwa nyakati tofauti na kwa majira tofauti. Sasa amenipa somo kama sasa nataka nijifunue kwenye ngazi ya familia. Umezaa watoto, lakini hawa watoto, kila mtoto Mungu amewekeza vitu ndani yake. Lakini leo unaona watoto, lakini Mungu haoni mtoto, anaona alichowekeza ndani ya huyo mtoto. Sasa unaona nini? Mtoto msumbufu, mtoto mkorofi, mtoto malaya, mtoto mvuta bangi, mtoto anatumia madawa ya kulevya, mtoto mkorofi ashikiki. Lakini mbingu hawaona unachokiona, wanaona maono yaliyowekwa kule ndani. Upo ndani ya ndoa. Mungu haangalii ndoa kama unavyotazama wewe. Anaangalia nimewekeza maono gani kwenye hii ndoa. Na ndoa ambayo Mungu amewekeza vitu vikubwa vya thamani,
itapiga tiki-taka usiku na mchana. Zitapigwa ngumi, itapigwa mieleka, itapigwa judo, itapigwa karate, itapigwa na ubondia. Kazi ya shetani ni kufisha kile kitu ambacho Mungu ametoka kwenye hiyo ndoa. Kwa hiyo mtavurugwa usiku na mchana ili kile kitu cha Mungu kisionekane. Mungu akusaidie. Uliolewa ili iwe nini? Na ulioa ili iwe nini? Umezaliwa hapo ili iwe nini? Kwa nini huyo akawa baba yako? Kwa nini huyo akawa mama yako? Kwamba ile hali unayoiona kuna kitu Mungu amekiwekeza, na ndani ya hii semina amekuja kukifukua ili kianze kuishi au kianze kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Andika, kila familia imebebeshwa maono ya Mungu, ijue au isijue, lakini hapo. Kila familia imebebesha maono ya Mungu, ijue au isijue, lakini yapo. Kila familia imebebesha maono ya Mungu, ijue au isijue, lakini maono yapo. Kila familia imebebesha maono ya Mungu, ijue au isijue, lakini maono yapo. Pointi ya pili. Changamoto kubwa ni kukosa nafasi ya kumuulizia Mungu. Changamoto kubwa ni kukosa nafasi ya kumuulizia Mungu. Kila familia imebebesha maono ya Mungu, ijue au isijue, lakini maono yapo. Pointi ya pili. Changamoto kubwa ni kukosa nafasi ya kumuulizia Mungu. Changamoto kubwa ni kukosa nafasi ya kumuulizia Mungu. Pointi ya tatu. Mke wa Isaka hakujua mpaka alipomuulizia Mungu. Mke wa Isaka hakujua mpaka alipomuulizia Mungu. Changamoto kubwa ni kukosa nafasi ya kumuulizia Mungu. Mke wa Isaka hakujua mpaka alipomuulizia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Hajatende tukacheki familia nyingine. Andika kitabu kile cha Luka 1:26 hadi 35. Hapo Luka 1:26 hadi 35. Andika na Mathayo 1:18-24 na Mathayo Luka 1:26 hadi 35, alafu na Mathayo 1:18 hadi 26. Mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu, ulipewa neema, Bwana yu pamoja nawe.
naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa Mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yuda hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwa neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, kichwa kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, mpaka 35. Twende kwenye kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo 1:18-24. Kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa hivi. Mariamu mama yake, aliyekuwa ameposwa na Yusufu kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Bali alipokuwa akifikiri haya, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Haya yote yamekuwa ili litimie neno la Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao atamwita jina lake Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi wanadamu. Na Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Sasa tunaangalia ni familia nyingine. Hawa ni wachumba. Yusufu amekwenda kumposa Mariamu na amemchumbia, na Mariamu amekubali. Sasa wakati michakato ya ndoa inaendelea, ghafla Yusufu anamtazama Mariamu, nyonga zimetanuka. Anajua huyo dada si mwaminifu, amepata mimba kwa mume mwingine. Sasa mimi sijakutana naye. Kasema sasa isiwe shida, ili nisimwaipishe, yaani nitatoka kiseleza kimya, nitamwacha kimya, sitatangaza. Labda anataka hame mji, kama alikuwa sababu alikuwa mtu wa haki, hakutaka kumdhalilisha, alisema nitamwacha kimya. Haleluya kanisa. Walikuwa ni wachumba wa kawaida kabisa, ni watu wa kawaida kama wewe, lakini Mungu alipowekeza tu maono yake, ile familia ikabadilika toka sasa. Ikawa ni familia nyingine kabisa, wakawa ni wachumba wengine kabisa, na ugomvi ulianzia saa hiyo. Usione wadada unachumbiwa, anakuacha, anaweka na kambegu keusi, anaondoka. Anakuja mwingine anaweka kambegu keupe, anaondoka. Misha na watoto 4, baba tofauti. Ndoto baba ni kubwa. Yaani kuna wadada, kwa sababu vitu vikubwa ndani, ndoa zinapigwa. Kwa sababu kama umebeba kuzaa rais ajaye, ili apigwe, lazima ndoa ipigwe, akose malezi ya kuandaliwa kuwa rais. Hawa ni wachumba, hawajui kama wanatakiwa
Kumbe Mungu alikuwa na maono. Na pale tumesoma kwenye Luka sema huu ni unabii uliotangazwa zamani kama bikira atachukua mimba. Huu ni unabii ulishatabiriwa. Sasa wanaingia kwenye mahusiano. Hawajui Mungu amewekeza maono kwenye mahusiano. Muda kidogo ugomvi unaanza. Najua Biblia nasema imeandika vitu kwa uchache. Lakini kati ya wadada ambao walisema vibaya ni Mariamu. Ni nani? Mariamu. Si kitu chepesi kwenye familia zenye maadili makubwa upate mimba kabla ya ndoa. Si kitu chepesi. Yaani alisemwa, akasemwa, alafu na mchumba naye akamwacha. Mchumba alimwacha kama kuanzia leo haya mahusiano yaishie hapa. Ikabidi Mungu aje kukata rufaa. Mungu alipokata rufaa ndipo Yusufu akarudi tena kwenye mahusiano. Lakini alishapiga hatua 10 kwenda mbele. Uwekezaji wa maono makubwa ya Mungu yana gharama kwenye familia yako. Ina gharama kwenye familia yako. Sasa kuna wadada anapata mimba, kifika miezi 3 imechomoka. Kifika miezi 4 imechomoka. Inafika 9 imechomoka. Ujue unachokwenda kuzaa sio mtoto, ni dili. Sema dili. Yaani Mariamu kumbeba Yesu tumboni ni dili, sio mtoto. Sio nini? Mariamu hakuwa na mtoto. Mungu pamoja nasi wanadamu, Emmanuel. Kwa hakuwa na mtoto, alikuwa na zaidi ya mtoto. Hebu fikiri wewe Yesu, Bwana wa Mungu, akiwa kwenye tumbo lako afu kumnyonyesha. Sema ni kitu cha kawaida hicho. Lakini usiangalie matokeo, angalia gharama kwanza. Yaani ile dada alimpangia mfariji wa kwanza ni nani? Mama yake na Yohana, Elizabeth. Alipoenda akamtolewa nabii. Ndio mama yule dada angalau akatiwa nguvu ya kusonga mbele. Ukisoma mtiririko wa salamu ya Elizabeth, lengo ni kumtia nguvu amke aende tena mbele. Alishachoka ibada wa watu. Sana wewe, kwa sababu ya kile ulichobeba kwenye familia, ndio maana wamechoka kama walivyochoka leo. Wamechoka kama walivyochoka. Yaani kuna watu, yaani mimba anapambana kuzizuia. Akiachia kidogo watoto wanakuja kama vikombe. Lazima vikombe 12, sio unajua? Vinafanana. Lakini kuna mwingine anatafuta mtoto haji. Kwa nini? Yaani yule wanaokuja dabodobo ni wa kawaida. Lakini atakao mzee Yesu, subutu. Kamza mtoto tu ile ng'aa, itemeanze joka atakomeza mtoto. Herode anasema haiwezekani. Nitafutieni alipo nije nikamsalimie, kumbe anataka kuua. Akamwambia malaika, akamwambia chonde kimeni Misri. Anataka kumuua mtoto. Kwa hata maisha yao yale malengo ya maisha yaliburudika kabisa. Wamekuwa wakimbizi. Walipanga waishi Nazareti. Walipanga waishi kwenye sigari lako kwenye mji wao. Lakini wakatoka wakakimbilia Misri. Wakakasi miaka mingapi? Wamerudi tena, wakatafuta tena mji mwingine. Kwa hiyo walikuwa kutanga. Kwa nini? Walichobeba mtoto aliyembeba. Imewafanya sasa wasiwe na maisha yao, bali maisha ya mtoto yanawadidisha nje ya maono yao. Maono yao toka
mpaka siku mtoto anakuja, maana yeye alikufa, maana mtoto akaanza kufanya kazi. Haleluya. Yule mtoto anayekutesa sana ndio dili la kesho. Lakini kwa kukosa maarifa, mtoto akivuruga sana ndio tunamfanya, sisi tunamalizia. Yaani yupo kwenye mto au kwenye ziwa, kazama, amebakisha tu pumzi kwenda, yaani pua tu imebakia juu, alafu unapanda na kanyaga juu. Yaani mzazi unapanda na kanyaga kabisa, usionekane, malizia. Hata kuta maneno na mtamkia mwanae ni kama hakumzaa yeye. Na wanasema laana ya mama ni mbaya kuliko ya baba. Na shida ya mama, yaani ukimkuta na mtoto kamvuruga mpaka imemvuruga sawa sawa, anafiatua makombora ya Irani, ya Marekani, ya Urusi, ya wapi tena, Pakistani, ni manyuki yanaachiliwa. Sasa mtoto ana ndoto kubwa, kwa sababu hujui Mungu amewekeza nini, unamnyonga na kumnyonga na kumnyonga, unazidi kuua zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Nilipo siku moja shule, mwanangu alikuwa darasa la nafisi la 4 la 5 wa kike, la 4 sijui la ngapi, kila 4 5 na 6. Kaniambia, baba, kule shule kuna mchango, na akaandika na barua ya kutoka kwa mwalimu. Inawadai nini? Mchango. Sasa ikatokea kuna kesi imetokea kule shule, akaambiwa kamwite mzazi. Nikae na kwenye kesi ile, nami nikaibua nyingine. Lakini walimu, kuna kitu mjaweka vizuri. Sasa mmenitumia barua, mnataka inasema nini? Kimetoka wapi? Simeniandikia barua hii hapa. Asema hatuna barua na wewe. Hadi njoo. Anakuja na ngatangata vidole. Asema kwa kweli ni barua yako. Nilikuwa na shida ya pesa, nikafanya dini na nimepata pesa. Alafu nikarudi, akasema, Bwana Yesu, mtoto ameniambia. Akaniambia, nyamaza kimya. Akaniambia, huyo ni dili. Akaniambia, hizo akili zitumie vizuri, maana kwa akili hiyo ni genius. Wakako hana akili kama ya wako. Wakako hawezi kufanya kama hicho. Akaniambia, ili ni dili. Hii akili aliyoifanya ikitumika vizuri ni dini. Kasikia mtia moyo, mpongeze. Sijamchapa, sijamkemea. Kione nyumbani napiga tumbo, sasema yes. Huko nyumbani kuna dini. Kuna dini. Ni genius. Huyo mtoto akae kabisa, apige plani, nataka hela. Kama na mwingiaje hapa? Nikiona kitu nipange plani. Akae akopi na mwandiko wa mwalimu. Aandike kabisa kitaalamu kama mwalimu. Hiyo kini ndogo hiyo. Wao ndio kama hiyo. Lakini ingekuwa ni mwanaume ambaye hana maarifa, aise, kanapigwa, kananing'inizwa kichwa chini miguu. Kama una uadili. Una uadili. Hawa hawachapaki. Sasa kanae vizuri, akili ile itumike vizuri, ni dili. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Kwa hiyo sasa, kule kupata mtoto ambaye ni dili, ili wafanya pate mahangaiko sana. Mauti na mwinda mtoto na wenda na wao. Yaani walikuwa hawana kituo. Kwa Mungu akiwekeza kwenye familia ya kwako, haisisi kitu kidogo, kuna kulipa gharama ya maana.
mtoto unayemwona ni kivuruge wa mwisho. Ukijua kilichowekwa ndani yake, aisee, utambeba mgongoni wakati amelewa. Utabeba mgongoni, atapeleka naye. Akijitapikia, utamwogesha, na ile ni dili. Ni nini? Ni dili. Kwa shetani anamvuruga tu kuwa maono. Lakini ukijua amebeba nini, kwa kweli hutamhukumu, hutamlaani. Kwa sababu kiwango cha neema ndani yake ndio vita yake. Ukiona mwana hakusumbui kabisa, huyo ni mpendaji. Mwalimu wa shule ya msingi. Ni mwalimu wa nini? Wa Sunday school. Ni katekista. Lakini huyo kama ni askofu ajaye. Kama baba angekuza wewe ni askofu. Sasa hivi anaitwa nani askofu Anglikana? Chinini? Sehaba. Sasa kama witu ungekuwa yule sehaba ni wewe leo, mama angepata cha moto kukulea. Cha moto. Lakini wengine hapa zile ndoto zimeminywa. Sasa leo ni mtendaji, lakini kumbe utakuwa wewe ni mkuu wa mkoa wa Tanzania. Lakini ni mtendaji. Amsha ndoto ndani. Amsha hayo maono. Yaani kuna watu wana vitu vikubwa, wameminywa, wakaminywa, anaibukia tu. Yaani kaibukia mahali ambapo sio kwake. Lakini kupitia hili sio mwambie Yesu, nakata rufaa. Mariamu alitakiwa achwe, lakini alipokaa kwenye madhabahu kule alikuwa anaombewa na Simeoni, kwa huko anaombewa na Hana, yule mama mjane miaka 80. Bwana akasema, Bwana usinyamaze mpaka Masihi aje. Kulikuwa kuna waombaji wawili, Simeoni na nani jamani? Anaitwa mama mwingine Hana. Wamekaa madhabahuni wanatamia ule muujiza kwa maombi. Yale maombi kilichomfanya Yusufu abone sio Yusufu. Kuna watu wale kwa hekaluni kule, Simeoni na nani? Na Hana. Anasema walikaa wakiomba kushikilia mpaka Masihi azaliwe. Sasa ukianza kurumbe, Bwana niambie, mimi ni nani? Anainua kina Yusufu, anainua kina Simeoni, anainua kina nani? Akina Hana, wakuatamia hiyo ndoto ichipuke. Yaani kuna mtu ni mwalimu wa nini wa shule ya msingi, akisema Yesu nashukuru, kumbe ndoto sema ni profesa. Hebu angalia gepo kati ya profesa na mwalimu wa shule ya msingi, kuna gepo gani hapo? Kondote imepana umeamka tu. Sasa mimi sikubali. Mimi sikubali. Kwenye somo ya mbele Yesu sikubali. Lazima kuna msaada fulani yupo mahali. Yaani huyo mnayemwona ni photocopy. Lazima yule wa rohoni azaliwe. Nini? Kuna maono. Yule mama alipoweka alipoka mimba kwenye tumbo lake, hakuzaa mtoto, alizaa dili. Sema mimi ni dili. Mimi ni dili. Yaani shida ni miungu ya kwenu. Yaani inakuminya, imekubana. Haleluya. Haleluya. Yesu akufuate ulipokwamia. Lakini ukamuulize, mimi ni nani? Mimi ni nani? Yaani mimi ni nani? Mimi sinaona ni mimi. Lakini kinachosema nani, kwamba maono ya Mungu yanasema mimi ni nani. Kuna watu wana pesa. Yaani kuna magunia kusto. Yanaliwa tu na mtu. Yanavuna, lakini leo unapiga vibarua. Yaani leo unapiga vibarua. Lakini katika ulimwengu wa roho una kampuni kubwa la kuajiri watu. Lakini leo unapiga vibarua. Nini? Maono yameminywa.
Haleluya, haleluya. Natamani Mungu apate mtuombe mpaka Yusufu apigishwe rivers. Yusufu alishachomoka kwa spidi, lakini alipigishwa rivers. Sasa Bwana apigishe rivers baraka zako, apigishe rivers maisha yako, vile ambavyo umesulubiwa na shetani. Bwana aseme no, huyu mwanangu sio huyu, yule aliyekusudiwa aje. Mungu akubariki mama, amejenga madhabahu ile. Wewe sio mtu wa kawaida. Zima uchomoke. Mwiji jipange. Jipange, maana unabidi kule nyumbani. Haleluya. Alafu kuna watu walishaotaka vindoto fulani hapo nikafia njiani. Kuna watu waliotaka ndoto wana vitu fulani vikubwa. Hapa sasa nimeota ndoto hapo ikafia ndoto ikafia kwenye ndoto. Mungu atajaribu kukuambia mwanangu, sio mtu wa kawaida. Una vitu vikubwa. Jamani, hebu mama siko hapa. Hebu fikirioni mama wa Yesu. Hivi ungejionaje? Yaani mpaka ile mama Elizabeth amechanganyikiwa. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Kwa nini amepiga sala za kutosha? Anashinda kumtafsiri Mariam nini alichobeba. Na umebeba vitu vikubwa. Hawa watoto wako sio chokora. Hawa watoto wako sivyo hivyo walivyo. Kuna kitu kimeshikiliwa rohoni. Kitafute kikizaliwa aisee. Utakuwa ni mtu ambaye ana heshima kiungo kwenye familia yake. Onesa siwe. Andika. Yusufu na Mariamu walikuwa wachumba wa kawaida kabisa. Yusufu na Mariamu walikuwa wachumba wa kawaida kabisa. Yusufu na Mariamu walikuwa wachumba wa kawaida kabisa. Maono ya Mungu ndani ya uchumba wao yalibadilisha maisha yao kabisa. Yusufu na Mariamu walikuwa wachumba wa kawaida kabisa. Maono ya Mungu ndani ya uchumba wao yalibadilisha maisha yao kabisa. Yusufu na Mariamu walikuwa wachumba kawaida kabisa. Maono ya Mungu ndani ya uchumba wao yalibadilisha maisha yao kabisa. Kwa hiyo tusipojua maono ya Mungu ndani ya familia, kuna maisha yetu yanafichwa. Kwa hiyo tusipojua maono ya Mungu ndani ya familia, kuna maisha yetu yanafichwa. Maono ya Mungu ndani ya uchumba wao ulibadilisha maisha yao kabisa. Pointi inayofuata, kwa hiyo tusipojua maono ya Mungu ndani ya familia, kuna maisha yetu yanafichwa. Tusipojua maono ya Mungu ndani ya familia, kuna maisha yetu yanafichwa. Usipojua, nisipojua mimi Mungu ana maono gani na mimi, na kwa kawaida kabisa. Sababu na wale walikuwa ni watu wa kawaida mno, ni wachumba wa kawaida kabisa. Lakini baada tu ya malaika kufika kuleta habari ya maono ya Mungu kwenye ule uchumba, tokea pale mambo yakawa mapya. Lakini wasingejua ishi na Yesu kule nyumbani. Haleluya. Nauliza swali wazazi mlioko hapa. Majina watoto wako umeyatoa wapi? Utamzaa mtoto, utamwita Yesu. Na mtoto utamwita Emmanuel. Majina watoto wako umeyatoa wapi? Kwa sababu
jina, jina linafunua maono ya Mungu kwa huyo. Jina linafunua maono ya Mungu kwa huyo mtoto. Kwa hiyo ukimwita jina la miungu ya kwenu, miungu ya umesonga. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tuombe. Tamani tuombe kwa dakika chache. Ila Bwana akitupa neema, tutapata nafasi zaidi ya kuomba siku ya kesho. Tupata muda mzuri wa kusukuma pia maombi kwa kadiri ya ile neema ambayo Mungu atatupa. Tutapata nafasi ya kuomba zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Nitakuongoza maombi kwa ufupi kidogo, na tutaomba kwa ufupi kidogo, ila maombi mengine zaidi tutaomba kesho. Kimi natamani upate ufunguo tu kidogo wa kuomba, kwa vile ambavyo Mungu ameviachilia hapa, ikupe namna kuanza kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono wako kifuani. Takuongoza maombi kwa uchache, afu omba dakika chache, afu kisha utapata muda wa kuomba zaidi. Sema: Mungu uliye hai, katika damu ya Yesu ninakushukuru kwa rehema zako na fadhili zako na uaminifu wako, kwa